katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Waliochoka njiani na kukata tamaa kwa sababu ya masumbufu yaliyoko duniani, tunaruhusu nguvu yako tena kupitia damu ya Yesu ikapite juu yao, ikapite kwenye maisha yao, ikapite kwenye nafsi zao, wengine kwenye afya. Damu yako Bwana ikapite kwenye afya zao, kila maumivu, kila mateso, kila magonjwa kwa kila namna ambayo yamekaa kwenye miili yao, kwa damu ya mwana kondoo tunaiachilia hiyo damu yako inayonena mema ikapate kunena mema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iwe ni ugonjwa wa kila namna ambao hakusikia dawa ya madaktari na matabibu, lakini tunaachilia hiyo damu yako Bwana ikapenye kwenye miili yao, ikapenye kwenye viungo vyao, ikapenye kwenye mishipa ya damu na maji, kwenye mifupa na nyama, kuanzia utosi hadi wayo miguu. Iwe ni nguvu za giza, iwe ni uganga, iwe ni uchawi, iwe ni mapepo, iwe ni majini, iwe ni mizimu ya kila namna, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, achia hizo afya, achia hiyo miili, toka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila aina ya mateso, kila aina ya vifungo, achia nafsi yake, achia mwili wake, hama kwa jina la Yesu. Pigwa kwa damu ya Yesu Kristo nguvu za giza kwa namna zake zote. Ninaachilia moto ulao, moto ulao, moto ulao upenye na kupita kwa jina la Yesu. Tunawakomboa waliofungwa kwenye magonjwa, tunawakomboa kwa moto ulao na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaachilia damu ikawakomboe, ikanene mema hayo magonjwa, hivyo vifungo vilivyokaa kwenye miili yao viwaachie sasa. Achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, toka, achia. Ninatangaza uponyaji na uzima, ninatangaza baraka zako e Bwana katikati ya maisha yao, ninatangaza uzima na afya, ninatangaza furaha na amani, ninatangaza ushindi, ninatangaza kutiwa nguvu. Kila aliyechoka, kila aliye dhaifu, kila aliyekata tamaa, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, maana wewe Bwana umesema uwaongezea nguvu wao waliochoka njiani, wao wasio na nguvu tena. Na jioni ya leo watoto wako Bwana tumekusanyika tena ili tupate nguvu mpya, tuweze kupiga mbio kwa mwendo mrefu pasipo kuchoka, tuweze kutembea kwa mwendo mrefu katika safari ya mwaka huu mpya. Tunaomba tutie nguvu katika utumishi wetu, tunaomba tutie nguvu kwenye kazi zetu, kwenye mipango yetu, kwenye hatua zetu, katika mfumo wa kukuabudu wewe, katika jina la Yesu. Baba, tunajiachilia mikononi mwako. Ni jioni ya pekee ambayo umeikusudia tena kujifunua kwetu, na sisi tunanyenyekea kwako. Tunaomba ujidhihirishe na ujifunue kwetu, na ujifunue kwa kila mmoja. Jifunue kwa wagonjwa, jifunue kwa waliochoka na kukata tamaa, jifunue kwa wababa, jifunue kwa wamama, jifunue kwa mabinti na vijana, hata watoto na wazee, na yeyote ambaye Bwana amehudhuria mbele zako. Jidhihirishe na kujifunua kwake, kutana na mahitaji ya moyo wake, ya maisha yake, ukamgange, maana wewe ni tabibu wa kweli, na ulikuja si kwa ajili ya wenye afya, bali ulikuja kwa walio hawawezi. Utuwezeshe jioni ya leo, utuwezeshe jioni ya leo katika jina la Yesu. Baba, tunakurudishia sifa na utukufu. Asante Mwokozi, kwa sababu wewe ni mwaminifu kwa ajili yetu. Hakika ukuu ni wa kwako, uweza na mamlaka na nguvu ni za kwako. Unastahili peke yako Bwana, hakuna Mungu mwingine. Tamalaki Bwana katika sifa, tamalaki Bwana katika neno, tamalaki Bwana katika maombi na sadaka. Kila mmoja Bwana ukakutane naye, ukajidhihirishe kwake. Kwa jina la Yesu tunamiliki anga na kulitiisha chini ya mamlaka na uweza wa damu ya Yesu. Tunakamata mateka nguvu za giza katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nyama na damu. Tunazifunga kwa damu ya Yesu. Hazina mamlaka tena kwa watoto wako wote waliokuja mahali hapa na wanaoendelea Bwana kuungana nasi katika mitandao ya kijamii. Baba, ukajidhihirishe kwao. Pokea shukrani na sifa tunakurudishia wewe
Ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini, amen, amen. Shangilie tena Bwana kwa makofi mengi mengi. Niwakaribishe tena praise mtuongoze kwa sifa. Kaza mikono yao, mwambie Bwana, mwezi wa 5 utakuwa ni wa baraka, mwezi wa 5 utakuwa ni wa kuinuliwa, mwezi wa 5 utakuwa ni wa kusogezwa kwenye madhabahu yako. Mwambie Yehova, kwa habari ya mwezi wa 6, zile habari njema alizopokea Mariamu zije kwako, zije kwa watoto wako, zije kwa nyumba yako, zije kwenye huduma yako, zije habari njema kwenye ndoa yako. Nusu mwaka. My friend, usichoke. Bereze Yehova kwa habari ya mwezi wa 7. Mwezi wa 7 ni mwaka wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwambie Yehova, mwambie Bwana, mwezi wa 7 ni mwezi wa kupokea, ni mwezi wa kupokea. Mwezi wa 8, mwezi wa 8 ni mwezi wa promotion kwenye maisha yako. Ambie Bwana, ambie Bwana dada, ambie Bwana dada, ile sendofu yako, ile harusi yako, andalizi yako kazini. Ambie Yehova kwa habari ya mwezi wa 9, mwezi wa 9 26, hautakuwa wa kawaida juu yako, hautakuwa wa kukaa chini, hautatolea. Yehova achilie, achilie upako, achilie upako wa mwezi wa 10 26. Tukakanyage Wanagapi, tukakanyage na watoto wetu, tukakanyage na nyumba zetu, tukakanyage Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Rabakatarabasata rikapakatarabaka, kwa damu ya Yesu Kristo. Huo uvimbe, hiyo roho ya mateso, hiyo roho ya mateso iliyovuviwa juu ya mtoto wako, tunaikataa, tunaikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Tamka habari njema kwa mwezi wa 11, mwezi wa 11, mwezi wa 11. Watoto wetu wanaporekezo ya mwaka, Bwana, tunakutukuza, tunakutukuza. Wasio na watoto, wape watoto Bwana, funua matumbo yao, funua viuno vyao, funua Bwana. Wasio na kazi, wape kazi jioni ya leo, wape biashara Bwana, wape mtaji Bwana, zile nyumba zao zilizosuasua Yesu Kristo zikachipue tena, zikachipue tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Angusha hiyo milima, angusha hizo ngome, angusha watesi, angusha hao vibaraka, wapige kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Angusha upako wa jioni ya leo, upako wa siku 3, upako wa kutufuliwa, upako wa kutolewa pangoni, upako wa kutolewa kitandani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Upako wa kuponywa, upako wa kuponywa. Achilia maombi hayo, achilia jioni ya leo. Sogeza kwa Bwana, sogeza kwa Bwana, msogelee Bwana, sogelea madhabahu ya Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu Bwana. Utamke mwezi wa 12 26, tunaukanyaga mwezi wa tumaini, mwezi wa tumaini, mwezi wa furaha, mwezi Bwana wa kukushukuru Yehova. Rabakatarabakata ribosekereuka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakusihi Bwana, tunakusihi Bwana, usichoke kuomba, usichoke kudai madai yako. Daudi anasimama, anasema Bwana, pigana nao wanaopigana nami, teta nao wanaoteta nasi, teta Bwana na wanakahama, teta Bwana na Tanzania nzima, adui zetu, watesi wetu, watesi wetu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Nasikia ndani kuna kuvuka kwako, unavuka jioni ya leo, unavuka jioni ya leo. Hilo pepo linaachia, hao watesi wanaachia, wanaachia kwa jina la Yesu. Wapige, 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 wapige kwa jina la Yesu, wapige kwa jina la Yesu. Angamiza nyayo zao, angamiza hatua zao,
angamiza kwa jina la Yesu. Rapakata rapasika ripo shekiririka kwa damu yako Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa maagano, hujawahi badilika, hujawahi badilika, hujawahi badilika. Ni wewe yule jana hata milele. Wale watoto waliochukuliwa fahamu zao, wale watoto waliochukuliwa akili zao, tunawarejeshea kwenye masomo yao, tunawapatanisha na walimu wao, tunawapatanisha na shule zao, tunawapatanisha kwa jina la Yesu. Ulitangaziwa una kansa, ulitangaziwa una HIV, ulitangaziwa una kifua, ulitangaziwa hautavuka. Jioni ya leo unavuka, 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 unavuka. Shambulia, 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 shambulia. Hilo kesho halitakaa, 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 halitakaa. Bartimayo akasema, Bwana, nipate kuona, nipate kuona. Yesu akupe kuona, kuona jioni ya leo. Uone baraka zako, uone watoto wako, uone huduma yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo ni operation, operation sakasaka, operation sakasaka. Utukufu ni vyako kwa ajili ya jioni ya leo. Inua mkono wako juu. Mama, shika tumbo lako, shika tumbo lako. Baba, shika viuno vyako, shika viuno vyako, shika viuno vyako, shika viuno vyako. Hukuzalia juu ya watoto, hukuzalia shetani. Watamkie neno la ushindi, hawatakuwa wakabila. Fundishe vijana, ni tayari, ni tayari Bwana wangu, nitume mimi Bwana, anitume, nitume nami mi Bwana, kama ulivyotumwa. Habari, habari ya msamaha, dhambi kutubiwa. Ani wahubirini, wahubiri wako sana, waliopotea wokovu, wokovu wake Bwana liye wafiria. Astahili, astahili, hapana kutamka habari. Lakini wewe waweza kutufanya tayari. Neno lako, neno lako tulijue, tupenda roho yako. Hayatakuwa, yatakuwa ya bure, ya maneno yake. Pigie Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Mpe tena Bwana makofi ya watu walio na ushindi, watu wanaoona kuvuka, watu wanaoweza kuforce mambo yaende. Mpe Bwana makofi ya shangwe na vigeregere. Amen. Kaa kwenye kiti chako cha muujiza mpaka kesho. Yesu alikaa kaburini siku 3. Siku ile ya 3 akatoka. Hakikisha kila kilichofichwa juu yako unatoka nacho, unatoka nacho kwa gharama yoyote. Usitishwe na kitu chochote. Songa mbele kama Bartimayo. Akakemewa, akasema hapana, leo ni muujiza wangu.
leo ni muujiza wangu, leo ni siku yangu. Akapokea alichokuwa anakitaka, na wewe upokee siku 31 katika mwezi wa Januari ikuletee ujumbe wa neno la Mungu. Jifunze kumsifu Mungu mambo yanapokwama. Jifunze kumsifu Mungu unapoona mambo ni magumu. Chukua kitabu chako, msifu Bwana, tukuze Bwana. Kwa nini kumsifu Bwana? Sifa huchochea matendo ya kutisha ya Mungu kwa ajili yako. Sifa inachochea matendo ya kutisha ya Mungu, yanakuja kwenye maisha yako, yanabomoa miamba, yanaleta ghadhabu ya Bwana, yanayeyusha miamba iliyokasirishwa juu ya maisha yako. Jifunze hilo rafiki. Wakati mwingine unachoka kuomba, wakati mwingine huoni radha ya kuomba tena. Jifunze kumsifu Bwana. Jifunze kumsifu Bwana katika nyimbo. Kinywa chako kibubujike nyimbo, kinywa chako kisalende katika nyimbo. Wakati Hana yuko kule Shilo, anarudi, midomo yake ilikuwa inacheza, ilikuwa inamsifu Bwana, inamwambia Yehova, nimesikia maombi yangu, nimeona majibu yangu. Anatetemeka, midomo inacheza. Kuhani Eli anamwambia Hana, kwa nini unalewa mvinyo? Akasema, hapana, ninajua kilichopo ndani yangu, ninajua ule upako, huo upako utembee juu yako, utembee juu yako, utembee juu yako. Uchochee hasira ya Bwana, uchochee nguvu ya Bwana, uchochee vita juu ya adui zako, juu ya adui zako. Kwa nini? Kwa nini uchochee matendo ya kutisha ya Mungu? Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 mpaka ule wa 28. Matendo ya Mitume 16:25. Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikaregezwa. Mstari wa 27, yule mlinzi wa gereza akaamka alfajiri, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga wake akataka kujiua, akizani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, usijizuru, kwa maana sisi tuko hapa. Sisi si wa uchoyo wa namna hiyo. Anasema, Biblia inasema, usimwache mwanamke mchawi akaishi, usimwache mwanaume mchawi akaishi, usimwache binti wala kijana mchawi akaishi, isipokuwa amepewa option mbili. Option ya kwanza, akikubali kuacha urozi wake, amempata Yesu. Akikataa, anaenda na maji. Biblia inasema Paulo na Sila walikuwa wanahubiri injili kama wewe, wanafanya kazi ya ufalme kama wewe. Watu wakawachukia kama wanavyokuchukia leo. Walivyowachukia Mafarisayo, wakawakamata wakawaweka kwenye gereza. Wakiwa kule gerezani, Paulo na Sila hawana namna ya kutoka, hawana namna ya kujua huko nje kuna kitu gani kinaendelea.
Paulo akasikia sifa ndani yake. Paulo akasikia kitu cha maombi kinashuka ndani yake. Wakaamuka usiku wa manane. Watu wanakoroma, watu wanaota usiku wa manane, lakini Paulo na Sila wakaomba. Walipomaliza kuomba, wakaanza kumsifu Bwana. Wakati wanamsifu Bwana, mama mchungaji, Biblia inaniambia ya kwamba wafungwa wenzao walikuwa wanawashangaa. Na mimi nataka nikwambie, mwaka huu kwenye maisha yako lazima wakushangae. Mwaka huu kwenye nyumba yako lazima wakushangae. Baba mkuu wa jimbo, mwaka huu lazima wakushangae. Waliosema hamtavuka, tunavuka kwa jina la Yesu. Tunavuka kwa jina la Yesu. Wakaanza kuwatazama. Wakati wanaendelea, wana jambo lao, na sisi tuna jambo letu. Siku 3 jana na leo mpaka kesho na siku zinazokuja. Mwambie jirani yako, nina jambo langu na Mungu. Lazima litokee. Bwana Yesu asifiwe. Lazima jambo hilo litokee baidia. Biblia inaniambia ghafla wakiwa katika kusifu, wakiwa katika maombi, tetemeko kula nchi likatokea. Lilipotokea tetemeko kuu, Biblia inasema milango ya gereza ikatikisika. Wacha Mungu kama isivyo, hiyo milango waliokuwekea itatikiswa na Bwana. Hayo makufuri waliokuwekea, Bwana ataachilia ghadhabu yake. Watayeyusha hayo makufuri, yataachia milango yako, nawe utapita. Kama unaamini, pokea kwa jina la Yesu. Milango ya gereza katikisika. Sio milango ya gereza la Jamhuri ya Muungano. Ni heri ukakaa kwenye hilo gereza kuliko ukakaa kwenye gereza la adui. Ilipotikisika, maandiko yananiambia rafiki jioni ya leo, anasema baada ya tetemeko kuu, hata misingi ya gereza ikatikisika, maana milango ikafunguka. Inapofunguka unakuwa huru. Unapofunguka unapiga hatua. Unapofunguka watoto wako wanainuliwa, vijana wako wanasonga mbele. Unapofunguka huduma yako haitakuwa na kichefuchefu. Kila wakati utamwona Mungu. Kila wakati utamwamini Bwana. Kila mtesi atakaye kuja kukukatisha tamaa, unasema hata kama sina chakula, lakini kesho nitapata chakula, maana Bwana hata tuacha tuombe mkate barabarani. Ilipofunguka milango, sikiliza, wakiwa wamefungwa minyororo kwenye miguu yao na mikono yao, Biblia inaniambia vifungo vyao wote vikaregezwa. Hayo magonjwa yaregezwe jioni ya leo. Huo ufukara na umaskini uregezwe. Hiyo roho ya utasa iregezwe jioni ya leo. Hiyo roho ya kutokuchungiwa, hiyo roho ya kukataliwa iregezwe jioni ya leo. Hiyo roho ya kuzira, hiyo roho ya kukataa kutumika kwenye madhabahu, hiyo roho ya kushawisha usijitoe kwa Bwana ilegezwe jioni ya leo. Maana kuna watu hodari ndani ya kanisa kushawishi wengine wasifanye kazi ya Mungu. Usishirikishwe hiyo dhambi rafiki. Usishirikishwe hiyo dhambi. Muujiza unaotafuta ni wa kwako. Muujiza unaotafuta ni wa kwako. Na siku moja nikwambie, ukifanikiwa kufika kule kwa Baba, mtafute mwanamke anaitwa Dorcas. Yule Biblia inasema alikuwa akiwashonea makuhani kanzu, alikuwa akiwasaidia wajane, kuwapa mitaji na kuwasaidia kushona. Saa ilipofika, macho yake yakalala. Kundi la watu likainuka, likasema Mungu, imetosha. Mungu, huyu mtu ni wa muhimu sana. Unajua kuna mtu sio wa muhimu, akifa leo wanasema afadhali Kibaka ameondoka, afadhali aliyenikafungulia, aliyeniibia duka langu ameondoka, afadhali huyo leo ameondoka, maana alitutesa kwenye maisha yetu. Wakaenda mpaka kwa Petro, wakafika
wakafika wakamkuta kuhani, wakamwambia, sikiliza, usikawie Petro kwenda pamoja nasi. Ule upako wa kimungu ulishuka kwa yule kuhani. Wakaondoka moja kwa moja, wakafika pale gorofani, wamemwosha Dorcas, wamemweka kwenye gorofa. Inawezekana unatembea lakini walikwisha kuzika siku nyingi. Inawezekana uko kwenye biashara yako ilikwisha kuwekwa kwenye jeneza. Walikwisha na kuosha watoto wako, wamekwisha kuosha watoto wako, na ndoa yako imewekwa kwenye gereza. Jioni ya leo itafufuka kwa jina la Yesu. Watake wasitake, wabane, itafufuliwa kwa jina la Yesu. Pokea. Petro anawaambia wamama, tokeni nje. Alipopiga magoti, mbingu zikafunguka. Aliyekuwa anaandaliwa kuzikwa, Dorcas akainuka. Kilichomuinua ni nini? Ni matendo ya huruma. Usichoke kutumika na Bwana, usichoke kuwafadhili wengine. Sikiliza, wewe ni tajiri. Reverend Daudi, kuna mabilionea wako hapa usharikani. Baba mkuu wa jimbo, hawa washarika na mabilionea, wafadhili wengine mpaka waelewe sadaka zako zifike mbinguni. Sadaka yako ifike heaven. Ifike heaven. Siku moja malaika wa Bwana ashuke akwambie, mwanangu, umefanya. Na mwaka huu kama Mungu aishivyo, makuhani tutafurika kwenye ofisi zenu, kwa sababu sio wa mwaka jana. Mwaka huu Bwana atatupa chakula, atatupa cha kuja kusalimia makuhani hawa. Tutakuja mama mchungaji, tutajipitisha kuja kuosha vyombo, kumbe tuna jambo letu. Mama, fanyeni hivyo mwaka huu. Mama mchungaji, nenda mapema pale, ambia mama, leo tulia, tunataka tukukalangizie, kumbe kuna jambo lenu mnatafuta. Baada ya jioni kuna lava 4 itashuka hapo, ina mafuta ya Singida, ina mchele, ina sukari, ina mazagazaga. Lazima maisha yetu yafufuke. Tumpe kazi mama huyo, atuombe. Bwana asifiwe. Vifungo vikaregezwa. Viliporegezwa wakaona mkono wa Bwana. Maombi ya siku 31 ni ya kupanga marango ya vita yako. Ni heri yule anayepigana vita. Unaelewa uwanja wa vita ukoje, unaelewa adui yako amejipangaje. Wewe utamwahi mara 100 kabla hajapanga marango yake. Umekwisha kufika. Tisha kama Elisha asubuhi anaamka anakuta watesi wamezingira nyuma yake. Yule jamaa akasema, Bwana wangu, leo tunakufa. Elisha akasema, wacha Bwana ajitwalie utukufu. Akawaambia, sikiliza, walio nyuma yetu ni wengi kuliko wao. Wanaopigana na wewe ni wachache, wanaokulinda, wanaotembea na wewe ni wengi. Mungu akawapiga upofu. Alafu wanamuuliza Reverend Daudi, hivi hapa ndo agape? Kaambia, hapana. Unamjua fulani? Unamjua mchungaji Daudi? Unamjua mkuu wa jimbo mchungaji Gideon? Kumbe anaulizwa yeye. Anaambia, namfahamu alipo, niwapeleke. Akawaongoza mpaka kwa rais. Rais alipoona akashtuka, akachukua upanga. Elisha akamwambia, hapana, hawa wamekwisha kutekwa. Tunataka tuwashikishe adabu. Hawatarudi kwenye mashamba yetu, hawatarudi kwenye nchi yetu, hawatarudi Kahama, hawatarudi Tanzania. Wapikie chakula wale, wapikie mheshimiwa rais chakula wale. Hawa jamaa walipokula wanashiba, wanafunguliwa macho, ni Elisha. Biblia inasema ikawa mwisho kurudi kwenye ile nchi, ikawa mwisho kumsumbua mfalme. Mwaka huu iwe mwisho kuwasumbua. Haleluya. Siku moja nitamfurahia Bwana.
kuna watu wakasirike wamwombee mkuu wa jimbo. Siku moja Amerika kitu kinaitwa Land Cruiser. Baba akae kwenye Land Cruiser. Ni gari ya kiume. Ni watu wachache wanaweza wakakasirika. Akakasirika baraka ukitaka kuziteka baraka unakasirika. Kuna siku moja Reverend Kimaro alimuinua ndugu mmoja, alimuinua akapreji milioni 500. Unambebaje huyo mtu? Unamwombeaje? Wanagape inakutia hasira, utakuwa bilionea. Kuna watu watamiliki madini hapa Kahama, watamiliki migodi ya Kahama, itatema siku moja kwa maombi haya. Tutakuja nyumbani mwa Bwana. Tutakuja nyumbani mwa Bwana wapendwa. Tutakuja nyumbani mwa Bwana. Tulione kusudi la Bwana. Sifa hutiisha adhabu ya Mungu kwa watu waliokutesa. Sifa hutiisha adhabu ya Mungu kwa watu waliokutesa, waliokucheka, waliokuzihaki. Kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 11. Sifa hutiisha ghadhabu ya Mungu kwa watu waliokutesa, waliokuonea au kukudhihaki. Una umri mkubwa lakini unadhihakiwa na vitoto vidogo. Unadhihakiwa na vitoto vidogo. Vitoto vidogo ambavyo havina mbele wala nyuma. Wanakupiga, wanakudhihaki. 15:11. Maandiko yanasemaje? Biblia inasema, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Wewe ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogofya katika sifa zako, mfanya maajabu. Huyu mtu anasimama katikati ya vibwengo, katikati ya wanaokuchawia, katikati ya wanaowika usiku wa manane. Acha wawike usiku wa manane, wewe utalala usingizi, utaamka utalala, hakuna kipanda uso, hakuna mgongo kuvunjika, watateseka wao. Mtenda maajabu nani kama wewe? Sifa wa dada zangu zinatisha adhabu ya Mungu juu ya waliokutesa. Juu waliokutesa. Naweza mkawa mmezaliwa tumbo moja, lakini mliozaliwa naye yuko tayari kukutesa, yuko tayari kukuuza, yuko tayari kukuangamiza, yuko tayari kuhakikisha jioni unakufa. Jana nilikuwa naongea na baba moja kutoka Tarime. Ameona kipindi asubuhi, akanipigia yule baba mwanaume. Baba ukimwona wa familia analia. Ameshika mshirika moja, akamwambia tulime viazi. Akauza makisai zake 8 wanaosukuma jembe, akauza, akawekeza kwenye shamba, wakalima viazi. Yule jamaa vimeanza kuchimbwa, wamepeleka sokoni. Rafiki akatokomea na fedha zote. Fedha yote akatokomea nayo, hajulikani alipo. Baba ameuza ng'ombe, anadaiwa madeni, watoto waende shule. Ananiambia mtumishi wa Mungu, nilikuwa na kashamba kangu kadogo, nikauza 2 milioni, mtoto wangu yuko kidato cha 4, nimebeba vile vihela vyote nikapeleka. Nasikia moyo unaniuma. Unaniuma kwa sababu sijatoa hata fungu la 10. Sijatoa hata fungu la 10. Nikamwambia usife moyo, nikamtia moyo, nikamwambia kuna kuinuka unayama, kuna kuanguka na kuinuka tena. Acha kujikasirikia, ushukuru Bwana. Aliyebeba hiyo fedha atakutana na majanga, atakutana na majanga, atakutana na vitu ambavyo sio vya kawaida. Kaniambia jambo la pili, mke wangu amekuwa faraja kwangu. Alinikuta nimelala chini ya mti shambani, ninawaza kujiua. Mwanaume akikosa hela, mawazo yake ni zaidi ya msiba. Mwanaume akikosa chakula nyumbani, mwanaume akikosa kazi ya kufanya, akikosa kazi ya kufanya, anajiona ni kituko kwenye jamii, anajiona yeye hastahili kwenye hiyo jamii. Zaburi ya 149, Zaburi ya 149,
Jifunze kumsifu Bwana wakati mambo yanapokuwa magumu. Jifunze, mwambie Yehova, mwambie Bwana, uteka wa kimbingu ushuke juu yako. Mwanzo Zaburi 149 mstari wa 6 mpaka wa 7. Biblia inasema, sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao. Vinywa vya akina nani? Ni watakatifu mlioko kwenye madhabahu, ni watakatifu tulioko hapa. Anasema sifa za Mungu ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Sikiliza, Paulo aliposifu na Sila, Biblia inasema kuliko pambazuka, ile askari anakuta mageti yamefunguliwa, alichukua upanga wake mwenyewe akataka kujimaliza. Bwana ameweka upanga kwenye mikono yako. Bwana ameweka upanga kwenye kinywa chako. Waambie hao waliokutesa, mwaka huu mtambulia manyoya, mtambulia manyoya. Anasema ataachilia ghadhabu juu ya mataifa, juu ya mataifa. Isikilize, upanga mkali kuwili mikononi mwako. Upanga huu ni nini? Ni neno la Bwana, ni neno la Bwana. Huo upanga ni neno la Bwana. Ukiachilia na maombi yako, hakuna adui anayeweza kukaa mbele yako. Sifa zinakufungulia lango la machozi yako. Sifa zinakufungulia mama lango la machozi yako, kwa waliokuonea, kwa waliokutesa kwenye hiyo ndoa, waliokula ada za watoto wako, waliokula chakula cha watoto wako. Machozi yala yatarudi bure. Malaika watayaweka kwenye chupa nzuri, na kisha yatapelekwa madhabahuni kwa Bwana. Bwana apate kujipatia hukumu juu yako, apate kujitakia hukumu juu ya maisha yako, hukumu juu ya maisha yako, hukumu juu ya njia zako. Anasema sifa husababisha Mungu kushuka na kuvichukua vita yako. Anashuka Mungu kupitia hiyo sifa. Kumbuka Paulo na Sila wako gerezani, kuna mageti yamefungwa, lakini sifa ziliposhuka, Biblia inaniambia kuna wakati mwingine Petro akakamatwa akawekwa kwenye gereza. Waombaji wamebaki, wakasema kama Juniors amekamatwa, kama mkuu wa jimbo amekamatwa, kama reverend amekamatwa, kama mwinjilisi amekamatwa, kama katibu amekamatwa, sisi tutakuwaje? Wakatiisha mkutano wa maombi usiku, wakaanza kumsifu Bwana, wakaanza kumlingana Bwana. Biblia nasema tetemeko lilitokea. Hilo tetemeko lisababishe jioni ya leo, lisababishe jioni ya leo, lisababishe siku 31. Hilo tetemeko liwavuruge watesi wako, liwavuruge watesi wako my friend, liwavuruge. Nisaidie kumwambia somebody hapo, mwambie utaachilia hilo tetemeko liwavuruge watesi wako waliokukalia. Unalia mama, unalia leo, ile raha ya ndoa yako uioni mtu amekwisha kuichukua, ameifunga mfukoni. Na shida, usimkasirikie huyo baba. Ipo roho aliposhikiliwa. Nataka niwaambie kitu cha namna. Dar es Salaam kwetu kuna mama moja, baba alikuwa amebarikiwa, hera zipo za kutosha. Dada mmoja akaenda kwa mganga. Alienda kwa mganga, akamwambia mganga, anakuuliza unataka nini? Ni wewe unazinuiza. Akamwambia nataka akimwona huyo mke wake awe ni kichaa, amuone kama kichaa. Mama akaenda, akaambiwa aende sokoni, akachukua kuku. Yule kuku akaja akachinjwa. Alipochinjwa alipasuliwa yule kuku. Akaambiwa huyo mama, vua nguo zako, mkalie huyo kuku, mkalie unavyotaka na useme unachokitaka. Ukimaliza usimuoshe, nenda kamchemshe supu. Kunywa supu ya mke wako, kunywa supu ya nyumbani kwako, kula chakula cha nyumbani kwako.
Mama amechemsha yule kuku, anamuita jamaa. Alipokuja kula siku hiyo, baba hakurudi nyumbani. Vitoto vilikuwa vinasoma international vilirudi kusoma huku kwa yumba. Watoto wa mchepuko wanapelekwa. Mama amepangishiwa kwenye gorofa, amefunguliwa miradi mikubwa. Mama wa ndoa anahangaika, lakini kadiri miaka ilivyokwenda, saa ilipofika, yule mama akasema sitakufa, kama Mungu ishivyo, kama huyu ni wa kwangu atarudi. Mama akaendelea kwa advance katika maombi. Saa ilipofika, alipigwa mchepuko, kansa yako. Kansa yako. Kansa yako ilimpeleka kuzimu. Baba anarudi na hati alishaandikia vitoto, hati za nyumba, vitoto vya mchepuko. Anarudi kuwapa watoto wake. Alipigwa na kansa. Huyu mama hakupeleka kansa, alibeba. Ni maombi, alijibiwa maombi. Acha kusema nataka niachane, niachike. Usiachike, sugua magoti. Sugua magoti rafiki, pambana naye. Kumbuka wakati ule uko kwenye madhabahu, itamchukua, atakuwa mume wangu kwa shida na raha. Reverend Gideon alisema, alitamka Daudi. Si wewe ulitamka ni kielele chako? Tena na siku ya harusi, siku ya kufunga harusi, wasikizage mahubiri baba mchungaji. Mawazo yao ni honeymoon. Nilienda usharika moja, wanafunga, wamekuja kuandikisha ndoa. Ndoa mtafunga lini? Mwanaume likatangulia tarehe fulani. Kama mchungaji, we anayejua siku ya kufunga ndoa ni mwanamke. Sasa siku ya ndoa unawahi kwenda honeymoon, mafuriko yamejaza majaruba. Mwanamke ndiye anajua. Mama ameteseka miaka 8, lakini saa ilipofika wakarejesha kila kitu. Wacha wakutese, lakini wiki hii Bwana wa vita akupiganie, ashuke, aibebe vita yako, abebe vita ya watoto wako, abebe vita ya uchumi wako, iachiliwe kwenye maisha yako. Zaburi ya 22. Zaburi ya 22 mstari wa 3 na 5. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasemaje? Acha tumhubiri Yesu. Acha tumhubiri Yesu. Ametutoa mbali. Ametutoa mbali wapendwa. Tulikuwa tunafinywa kwenye mboga. Unafinywa kwenye mboga, unafikiri mtu amekosea, mkono anakufinya mara ya pili, mara ya tatu. Usile mboga ya mama yake, lakini unabeba, unatulia. Unatulia. Zaburi ya 22 mstari ule wa 3 na wa 5. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 3 na mpaka wa 5. Maandiko yanasema, na wewe Bwana mtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walikutumaini na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe wakaokoka. Walikutumaini wasiaibike. Kuta sifa za Bwana ziko kwenye kuta za Israeli. Anasema hawa watu wakamtumaini Bwana, wakaokolewa kwenye mitego ya adui, wakaokolewa kwenye mauti, wakaokolewa kuzikwa wakiwa hai, lakini wakamlilia Bwana wasiaibike milele. Kama Mungu aishivyo mwaka huu, rafiki, usiaibike. Nataka nikwambie, usiaibike mahali popote. Usiaibike brother. Usiaibike dadangu. Utaolewa kwa ndoa ya heshima. Kwa ndoa ya heshima dada yangu. Acha kuvuavua marinda. Acha kuwazoea hao. Watapeleka salamu kwa wingi. Tulia kwa Bwana. Tulia kwa Bwana, mwambie Yehova, sifa zako ziko kwenye kuta za Yerusalemu. Ninapopita ni Bwana atatuinua. Sifa za Bwana zikae. Wakamlilia Bwana. Kaa kwenye chumba chako, mlilie Bwana. Acha maombi ya kawaida. Acha maombi ya mazoea. Acha maombi ya mkumbo. Njoo hapa, una jambo lako. Una jambo lako Mungu akutendee. Bwana akasema
akasirike, akutendee kwenye maisha yako ili uone neema. Usimalize wengine wanasonga mbele, wewe unabaki. Haleluya. Reverend Daudi, tangu umefika hapa hata akili imebadilika, tembea yako imebadilika baba. Umekuja ni kwenye mchaka. Haleluya. Niko kwenye mchaka, sio kurelaxi, ni kazi hapa. Amen. Alafu huyu Mungu anaupakwa. Unajua, ngoja nikwambie, unajua hivi wakati mko na reverend kule nani, mkiwa kule wapi, Meatu kule, mko kule, siku moja ulikwisha kujiuliza kuna siku moja utakuja kuketi na huyu baba? Tenda mema uende zako. Haleluya. Haujui majira na wakati gani leo unakuja kukutanishwa na simba wa Yuda. Huyu ni greda. Hili ni greda. Mimi ninawaambia kuna wachungaji wengine wamekojezwa na kuna wachungaji walioitwa na Bwana. Waliokonyezwa hautawaona hapa. Hawana habari na maombi, hawana habari. Jumapili kwa Jumapili chap ngoma hapa saa 11 ipo inawaka moto, alafu na wewe ushindwe kuwaka moto. Acha familia ije bwana, acha ije. Sijui, pengine wakati mwingine baba ni askofu mteule, alafu akiangalia kidogo anasema mratibu wangu ni nani? Reverend Daudi. Huko ni kwenye Prado tu. Maisha yanaenda. Nani anayejua? Zekaria sura ya 14. Kitabu cha Zekaria sura ya 14. Nimalizia hapo. Tumshukuru Mungu atupe neema na kibali kwa ajili ya siku ya kesho. Zekaria sura ya 14 mstari wa 17. Kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 17. Ngoja nikwambie kitu cha maana. Kitu cha maana kwenye maisha yako. Biblia inasema tena itakuwa kwamba mtu awaye yoyote wa jamaa zote zilizomo duniani, jamaa zote zilizopo Agape, jamaa zote zilizopo kwenye dayosisi ya Shinyanga, jamaa zote walioko katika mji wa Kahama, anasema asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. Hawa watu wakaweka agano kwamba mwaka huu hatutatembea kama mwaka jana. Familia ikaweka agano la kiuchumi. Wadada wakasirika kwenye usharika huu. Mimi nakwambia dada, ukijipata nakwambia kidume kinakuja kina adabu. Bwana. Tena utamleta kitakuwa kinaomba kweli kweli. Baba rike mambo yanaenda. Wakaweka agano, wakasema tunakwea kwenda Yerusalemu asiye mwabudu mfalme Bwana wa majeshi. Mvua ya uchumi, mvua ya biashara, mvua ya utumishi haitanyesha juu yake. Ninawaombea kwa jina la Yesu, mvua inyeshe kwenye maisha yako. Mvua inyeshe kila eneo la maisha yako. Kwenye praise inyeshe. Kwa wadada wazuri wanaopaza sauti, mvua inyeshe. Iachilie mvua ya kiroho juu yenu. Hatukuja kuuza sura, hatukuja kushangaa. Liko agano wapendwa, watakao advance katika maombi haya. Bwana hatawaacha. Mungu hatawaacha kusababisha mvua inyeshe kwenye maisha yako mwaka huu. Kwa agano hili lazima mvua inyeshe kila eneo unalo tamani kwenye maisha yako. Kila eneo unalotamani kwenye maisha yako, mvua ya kiroho inyeshe.
sifa zi vinywani mwao. Mwambie jirani yako, kesho vipi, upo tena? Muulize tena, kesho upo? Mwambie tena, kesho upo? Mwambie usisahau, kesho ni siku ya 5 katika juma hili. Mungu ametusaidia Jumatatu mpaka Ijumaa. Mwambie njoo mshukuru Mungu. Mwambie beba sadaka ya kujidhabihu. Mwambie beba sadaka uje umshukuru Bwana. Nitainua macho yangu nitazame milima. Nikimwangalia John hanioni, nikimwangalia huyu hanioni, lakini msaada wa pekee mama mchungaji ni Yesu Kristo peke yake. Ni Yesu Kristo peke yake. Acha tuvae kwa jina la Yesu. Acha mama zetu wapendeze. Acha tunywe maziwa yasiyogoshiwa. Simama kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako rafiki. Simama kwa miguu yako. Agano hili liwe la milele kwako. Agano hili lizungumze na wewe. Agano hili litete na wewe. Litete kila kitu. Kuna wengine wametoka kwenye mikoa, wamekuja kwenye jiji la Kahama. Lazima kieleweke kwa jina la Yesu. Kumbuka Mungu alikokutoa. Kumbuka uwezo wa Bwana. Kumbuka ni wapi nilipoangukia. Nimwambie Yesu. Naomba tuimbe huu wimbo. Kama sio wewe Bwana, ningekuwa wapi? Na kuomba uimbe tu leo. Leo sitaki ufukuze mapepo jioni ya leo. Sitaki ufukuze mapepo, mshukuru tu Mungu. Mshukuru tu Mungu, mwambie Bwana sifa zako zikinywani mwangu. Mshukuru tu Mungu. Imba huu wimbo, kama sio wewe Bwana ningekuwa wapi leo. Imba kama utaimba tena, alafu uzame kwenye maombi ya kumshukuru Mungu. Mwambie Bwana nitakushukuru Jehova. Ukisikia kusogea kwenye madhabahu sogea. Ukisikia kusogea kwenye hii madhabahu sogea hapa. Ukiwa naimba huyu, kama sio wewe, yes, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Ndio Bwana. Umejaa na rehema na neema tele. Umejaa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? umejaa na rehema na neema tele. Umejaa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe, Kama sio ningekuwa wapi mimi? umejaa na rehema Umejawa na rehema na neema tele. 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 kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Yes. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi?
umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe, Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Inua kinywa chako, inua kinywa chako, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana jioni ya leo. Ambie wewe Bwana, ninakushukuru. Inua kinywa chako somebody, mshukuru Bwana kwa maisha yako, mshukuru Bwana kwa siku ya 22, mshukuru Bwana kwa ajili ya watoto wako, mshukuru Bwana kwa ajili ya utumishi, mshukuru Bwana kwa ajili ya kukupa nafasi ya kuabudu. Mshukuru Yehova, mshukuru Bwana, mshukuru Baba wa mbingu na nchi. Ndio maana Paulo na Sila walikaa kwenye gereza wakimshukuru Bwana. Piga kinywa chako, piga kinywa chako, funua kinywa chako, funua kinywa chako. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana kwa matendo makubwa. Mshukuru Yehova aliyekutetea, aliyekutetea, aliyekuvua, aliyekuinua, aliyekuponya. Mshukuru Yehova aliyekuondoa kwenye hilo gereza, aliyekuondoa kwenye hilo kaburi. Walipanga ufe, walipanga upotee, lakini Bwana amepanga uzima kwako. Mshukuru Yehova, mshukuru Bwana. Walitamka magonjwa juu yako, leo unaendelea, leo unaendelea. Mshukuru Yehova, mshukuru Bwana. Bwana wa vita, Bwana wa vita, Bwana wa vita, Bwana wa vita, aliyekusaidia maumivu ya huo mguu, aliyekusaidia ukavuka. Mshukuru Yehova aliyekusaidia milango ya gereza ikatikisika, ikatikisika, ikatikiswa, 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 na hivyo vifungo vikaregea. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana kwa ajili ya ndoa yako, mshukuru Bwana kwa mahusiano yako, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Yehova aliyekutetea, 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 aliyekutetea kwenye hiyo njia. Mshukuru Yehova. Katika jina la Yesu Kristo endelea kushukuru, endelea kushukuru na kumwazimisha Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako. Wewe ni Mungu wetu mwema, umetutendea wema. Tunakushukuru Bwana kwa sababu neema yako imetufunika, imekaa pamoja nasi. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni mwaminifu na wa haki. Umekuwa mwaminifu katika njia zetu, umekuwa mwaminifu katika hatua zetu, umekuwa mwaminifu hata katikati ya mateso na maumivu mengi. Bwana, hukutuacha wala hukutupungukia. Umekuwa mwaminifu kwenye familia zetu, umekuwa mwaminifu kwenye uchumi wetu, kwenye afya zetu. Umekuwa mwaminifu Bwana kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu, kwa watoto wetu. Umekuwa mwaminifu Bwana hatua kwa hatua, hukutupungukia, hukutuacha hata adui alipokusudia mabaya. Umekuwa mwaminifu Bwana, uaminifu wako ni mkuu sana. Jioni ya leo tunaliazimisha na kulitukuza jina lako. Jioni ya leo tunakuinulia sifa na utukufu. Baba, pokea shukrani na mashangilio ya vinywa vyetu, maana wewe ni Mungu. Umetenda mambo makubwa na ya ajabu zaidi ya yale tuliyoyawaza na kuyaomba mbele zako Bwana. Umetenda kwa jinsi ya ajabu tusiyoweza kuinena kwa akili na fahamu za kibinadamu. Tangu siku ya kwanza katika mwaka tunaendelea kuona neema yako, tunauona uaminifu wako. Mungu umetusaidia Bwana, umetusaidia hata hapa tulipo, umetusaidia. Mkono wako umetubeba, mkono wako umetuinua, mkono wako umetutetea, mkono wako umetupigania katikati ya mapingamizi mengi, katikati ya hatari, katikati ya misiba, katikati ya dhoruba. Umetusaidia
umetusaidia. Wacha tukutukuze jioni ya leo, wacha tuliazimisha jina lako Mfalme, wacha tukuazimisha wewe, wewe uketie mahali pa juu, wewe uketie katikati ya sifa, kwa jina la Yesu. Endelea kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana. Funua kinywa chako, mshukuru Yehova kwa siku 22 ulikopita, ulikotembea, ulichokula kwa siku 22 za mwaka huu. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Bwana wa vita, mshukuru Yehova. Hatuna jambo lingine ni kusema asante. Asante Yesu, asante Yesu kwa kuponya, asante Yesu kwa kutufunua, asante Yesu kwa kutufungua, asante Yesu kwa kutuponya, asante Yesu kwa ajili ya watoto wetu, asante Bwana kwa kutupa chakula, kwa kutupa chakula, kwa kutupa uchumi, kwa kutuinulia marafiki. Asante Bwana, mshukuru Yehova, mshukuru Bwana kwa ajili ya utumishi wako, mshukuru Bwana kwa ajili ya ndoa zako, mshukuru Bwana kwa ajili ya mume wako, mshukuru Yehova kwa ajili ya watoto wako, mshukuru Bwana kwa ajili ya mke wako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Rabakasharabashuka, rabakata, rabasaka, rabakata, rabasheke, rabakata. Asante Bwana, asante Yehova, asante Mungu wa matendo makuu. Baba, jidhihirishe kwetu, jidhihirishe kwetu Bwana, jioni ya leo na miujiza kwa matendo makubwa, matendo makubwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa uweza wa nguvu zako Bwana. Tutiishe tena kwa shukrani kubwa Bwana. Siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu ni siku ya kushinda, ni siku ya kushinda. Tunahitaji ubatizo wa Roho, wa moto, wa Roho na moto. Yes! Pokea kwa damu ya Yesu, hiyo nguvu ya sifa ikashuke, ishuke ndani yako, ikutetee, ikutetee, ikutetee. Vifungo vyote vya giza, vifungo vyote vya giza, vya giza, vikuachie, vikuachie katikati ya sifa. Pokea nguvu na uwezesho, uwe huru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea nguvu na uweza wa kimungu, vifungo vyote vya giza vikuachie, 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 vikuachie kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila vifungo, kila vifungo toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, damu ya Yesu. kandarabasi Rabosheke, trei kandaraboshi. Nisikilize, inua mkono wako juu, sema: Baba, katika jina la Yesu, jioni ya leo ninasimama mbele zako, ninajivika nguvu yako kwa ajili ya siku ya kesho, siku ya tatu ya misheni, ya operation. Kwa hilo Baba linalonitatiza, Yesu, ninakataa roho za kisasi, ninakataa roho za maripizi, ninakataa roho za kunizuia nisiwepo katika maombi haya. Achilia upako mbele za Bwana. Kataa roho ya kisasi, kataa roho ya maripizi, kataa ratiba za mishiba, kataa roho za magonjwa, kataa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Sikilize, kesho nilikuwa nasemeshwa ndani, kesho tutapita. Mungu ananiambia unapokatishwa, unapoona dalili za kukatishwa tamaa, unahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Unahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto ili wake moto kwenye maisha yako. Kesho tutapita hapo. Halafu siku ya Jumamosi Mungu atatupa kwa habari ya nguvu ya mapatano. Tunapokatishwa tamaa, tukipatana pamoja, tunavuka bahari, tunavuka kwenye mto, tunavuka kwenye nchi, tutavuka na kuombea hizi siku 2 zilizobaki. Usimisi rafiki, tumtiishe na umuombee mtumishi atakayeanza Jumapili. Tunaombea upako juu yake, tunamwombea Mungu akambebe na kumwatamia siku zinazoishia tarehe 1
ziwe ni za kishindo. Beba lile tonge lote, kumbatia, na Mungu atatukuzwa ndani yetu. Karibu baba mkuu wa chini. Unaweza ukarudi sasa. Praise. Wakati wanarudi, andaa sadaka. Kama unasikia kuomba, unaweza ukaendelea tu katika madhabahu ya Bwana, wala usiangalie wanaorudi. Lakini kama unasikia nguvu na upako wa kuomba, endelea tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninawainua watoto wako mbele za uso wako tena, wakiwa wamebeba na dhabihu za shukrani kwa ajili yako, Bwana, kwamba wewe ni Mungu utendaye mambo makubwa na ya ajabu zaidi ya yale tuliyoyawaza na kuyaomba mbele zako Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye moyo wake umenyenyekea na kupondeka kwa ajili yako Bwana. Kutana na mahitaji yake anapoleta dhabihu. Wewe Mungu nasema utazitakabali dhabihu zetu. Ninaomba ukaitakabali dhabihu ya kila mmoja na ukaipokee kama kwa moto, kama ulivyopokea sadaka ya Gideon kwa namna ya moto, ukashuka moto ukailamba na kuiteketeza. Ndivyo Bwana ulivyoitakabali. Ninaomba ukaitakabali sadaka ya kila mmoja kwa moto katika jina la Yesu, maana imebeba moyo wa mtoto wako, imebeba mahitaji ya moyo wake. Wengine imebeba uchumi, imebeba afya, imebeba familia, imebeba kazi, imebeba biashara, imebeba ndoa, imebeba masomo na uzao na mipango yao. Shuka kwenye hiyo dhabihu, shuka kwenye hiyo dhabihu, shuka kwenye hiyo dhabihu. Pita na nguvu zako Bwana, ukitenda kazi kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Mungu ukawainulie msaada unaotoka patakatifu pako, ukakutane na haja ya mioyo yao, ukawatendee katika jina la Yesu. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo na Bwana akubariki uingiapo, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni kwa shukrani. Niwatakie jioni njema. Kesho ni Ijumaa, tutakuwa na maombi. Karibuni, tutakuwa na maombi pia maalum na operation ya maombi. Jiandae kwa ajili ya kesho na andaa na sadaka yako. Maombi na sadaka vinatembea pamoja. Karibu, Mungu akubariki sana. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Kuomba tunaomba kwa imani, lakini twapokea kwa imani. Yote yawezekana